Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sancti. Amen. Sio siri tena kwamba hayupo duniani. Karibu tuangazie historia fupi ya Papa Francis. Jina lake kamili ni George Mario Bergoglio. Amezaliwa tarehe 17 Disemba mwaka 1936. Alikuwa askofu wa Roma na hivyo pia papa wa kanisa Katoliki kote na mtaa wa Vatikani tangu tarehe 13 Machi 2013 hadi kifo chake. Amemfuata Papa Benedikto wa 16 akiwa papa wa 266 katika orodha ya mapapa. Katika miaka 12 ya upapa, Francisco alijulikana kwa unyenyekevu, mkazo juu ya huruma ya Mungu, juhudi kwa ajili ya wanyonge, haki ya kijamii na majadiliano ya dini nyingine. Vipi kuhusu masomo yake? Alisoma masomo ya kemia na kipindi kifupi cha kazi. Tarehe 11 mwezi wa 3 1958 aliitikia wito wa kitawa na wa kipadri, akaweka nadhiri za muda. Tarehe 12 mwezi wa 3 1960 akapata upadrisho. Tarehe 13 Disemba 1969. Tarehe 22 Aprili mwaka 1973 aliweka nadhiri za daima. Kati ya miaka 1973 na 1979 alikuwa mkuu wa shirika nchini Argentina. Mwaka 1992 alichaguliwa kuwa askofu msaidizi wa Buenos Aires. Akapewa daraja hilo tarehe 27 Juni mwaka huo. Halafu akawa askofu mkuu wa Buenos Aires tarehe 28 mwezi wa pili 1998. Pia askofu wa Katoliki wa Mashariki wa Argentina wasio na askofu wa kwao tarehe 6 mwezi wa 11 1998. Akateuliwa kuwa kardinali tarehe 21 Februari 2001. Kati ya miaka 2005 na 2011 alikuwa rais wa baraza la maaskofu Katoliki la Argentina. Alichaguliwa papa tarehe 13 mwezi wa 3 2013, wiki mbili baada ya mtangulizi wake kuondoka. Tofauti na kawaida ya muda mrefu, alijichagulia jina lisilowahi kutumiwa na mapapa waliomtangulia. Chaguo hilo linaelekeza nia ya kufuata kwa namna fulani roho ya Francisco wa Asizi. Kabla ya kuchaguliwa, alijulikana kwa unyenyekevu na ufukara wake pamoja na juhudi za kutetea haki za wanyonge, imani sahihi na maadili ya kanisa. Tabia hizo alizileta katikati ya ngazi kuu ya kanisa Katoliki, akijivutia mioyo ya watu wengi. Tarehe 13 mwezi wa 4 2013 alichagua jopo la makardinali 8 kutoka mabara yote limsaidie kuongoza kanisa na kurekebisha idara na ofisi zake huko Vatikano. Tarehe 29 Juni 2013 Papa Francisco alitoa waraka wake wa kwanza kuhusu imani. Huo ulifuatwa tarehe 24 mwezi wa 11 2013 na kuhusu uinjilishaji. Tarehe 18 mwezi wa 6 2015 alitoa barua kwa watu wote kuhusu mazingira, mabadiliko ya hali ya hewa na maendeleo ya kufaa. Barua hiyo ilipokelewa vizuri. Papa Francisco alifariki akiwa na umri wa miaka 88 siku ya Jumatatu ya Pasaka ya tarehe 21 Aprili 2025 majira ya saa 1:35 katika makazi yake. Kifo chake kilitangazwa na Kardinali Kelvin Farrell kupitia kituo cha televisheni cha Vatikani katika taarifa ya video, na ilitangazwa rasmi Papa Francis alipoteza maisha kutokana na ugonjwa wa kiharusi. Hiyo ni kuhusu historia fupi ya Papa Francis. Hii ni The Library ya Lumen Media. Usisahau kucomment, kushare, kusubscribe na kulike. Jina langu ni Gaspari Cloud.